Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa wema, baraka na fadhili zake. Tunaendelea na masomo yetu ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Liko somo jingine lenye kichwa kinachosema unabii wa wakati. Unabii wa wakati. Ninayekualika katika mwendelezo wa majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla tujaendelea, ninakualika tuombe. Baba mwema, tuko mbele zako, mimi pamoja na mtazamaji. Tuko katika shule hii, katika darasa hili. Mwalimu wa kimbingu ni Roho Mtakatifu na malaika zako akitusaidia katika kujifunza kwetu. Tawala mazingira tangu kuanza hata mwisho, kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu, amina. Unabii wa wakati. Ninatamani tusome pamoja sura nzima ya kitabu cha Ufunuo, sura ya 10. Hapo ndipo uchambuzi ama ufafanuzi wa somo hili ulipojikita, unabii wa wakati. Ufunuo sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Ninakualika sasa tusome pamoja. Naomba nichukue kitabu cha Biblia ili tusome pamoja. Kononi mwangu nina neno la Mungu, Biblia. Na sasa nakualika tusome sura ya 10. Ina mafungu 11 tu, kwa hiyo tutasoma yote kwa haraka. Ufunuo 10 mstari wa kwanza mpaka wa 11 imeandikwa: Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiyaandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapatakuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema,
enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule, nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitwaa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule, nikakila, nacho kikawa kitamu sana kama asali kinywani mwangu. Na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Hiyo ndio Ufunuo sura ya 10. Swali linaulizwa katika Ufunuo sura ya 10 mstari wa 4, imeandikwa hivi: hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Swali, nini maana ya hizo ngurumo 7 ambazo tunaziona katika Ufunuo sura ya 10 mstari wa 4? Ngurumo 7 maana yake nini? Ellen G. White amefafanua fungu hilo la 10, fungu la 4 Ufunuo sura ya 10. Katika nukuu hii inapatikana Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 971 paragrafu ya 4. Ellen G. White anatusaidia kuelewa ngurumo 7 zilikuwa zinamaanisha nini. Nabii anasema, baada ya ngurumo hizi 7 kutamka sauti zao, amri hiyo inakuja kwa Yohana kuhusu Danieli, kuhusu kitabu kidogo. Kwa hapa nabii ameweka wazi kwamba kuhusu Danieli, kuhusu kitabu kidogo, yafunge mambo yale ambayo ngurumo 7 zilitamka. Hizi zinahusiana na matukio ya baadaye ambayo yatafunuliwa kwa utaratibu wao. Kwa Ellen G. White anatusaidia kuelewa Ufunuo 10 sura ya 4 ya kwamba hizi ngurumo 7 zilikuwa zinahusiana na matukio ya baadaye ambayo yangefunuliwa kwa utaratibu wao. Zingatia hilo. Ngurumo 7 zilikuwa zikihusu ama zikihusiana na matukio ya baadaye ambayo yatafunuliwa kwa utaratibu wao. Lakini pia hapa Ellen G. White anatusaidia kuelewa hicho kitabu kidogo kilikuwa kinahusu kitabu cha Danieli. Hapa anasema, kwa hiyo inakuja kwa Yohana baada ya hizi ngurumo 7 kutamka sauti zao, amri hiyo kwamba usiandike, yatie muhuri hayo yaliyonenwa na ngurumo 7, yatie muhuri kuhusu Danieli. Kuhusu kitabu kidogo. Tusogee kidogo tuone nabii anaendelea kusema katika Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 971 paragrafu ya 6. Nabii anasema, nuru maalum iliyotolewa kwa Yohana ambayo ilioneshwa katika ngurumo 7 ilikuwa ni maelezo ya matukio ambayo yangetokea chini ya ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo matukio ambayo yangetokea, tuangalie tena hapo ile gombo la Bible Commentary gombo la 7 971 paragrafu ya 4. Hizi zinahusiana na matukio ya baadaye ambayo yatafunuliwa kwa utaratibu wao. Sasa paragrafu ya 6 ndipo anafunua sasa kwamba ilikuwa ni maelezo ya matukio. Kwa hiyo hayo matukio ambayo yangefunuliwa baadaye ni yale ambayo yangetokea chini ya ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili. Haikuwa bora kwa watu kujua mambo haya, kwa hiyo Mungu aliamua kuyaficha mambo haya. Haikuwa bora
watu hao kuyajua mapema yale ambayo yangetokea, sambamba na ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili. Hekima ya Mungu ilikuwa ni kuwaficha wasiyajue, ila waje kuyafahamu yakiwa yametokea. Haikuwa bora kwa watu kujua mambo haya, kwa sababu imani yao lazima ijaribiwe. Kwa Mungu aliyaficha kwa makusudi, ili kuwapima, ili kuwajaribu. Lazima imani yao ilipaswa ijaribiwe. Katika utaratibu wa Mungu, ukweli wa ajabu na wa hali ya juu ungetangazwa. Kwa baada ya Mungu kuwaficha, kuto kuyaelewa yale matukio yaliyoambatana na ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, Mungu alipowaficha, lengo la Mungu lilikuwa awajaribu. Lakini pia lengo la pili la Mungu, kulikuwa na ujumbe mkubwa wa ajabu, ukweli wa ajabu ambao ulitakiwa utangazwe baada ya matukio hayo ambayo yangetokea wakati wa ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili. Tusogee sasa kitabu cha Ufunuo kabla sijatoa ufafanuzi zaidi. Ufunuo sura ya 10 mstari wa 8 mpaka 11. Hili fungu unaliona hapo kwenye skrini yako. Ufunuo 10 mstari wa 8 mpaka 11, imeandikwa, na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni, ile iliyomwambia usiyaandike haya yaliyonenwa na ngurumo 7. Anasema sasa, sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena. Ilimwambia nini sasa? Ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule, nikamwambia kwamba nipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitwaa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule, nikakila, nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu. Na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme. Ni nini kinachoelezwa na Ufunuo sura ya 10? Ufunuo sura ya 10 fungu la 8 mpaka la 11 linahusu kukatishwa tamaa kukuu. Kukatishwa tamaa kukuu kulitokea baada ya matukio gani? Kukatishwa tamaa, kuna kukatishwa tamaa alafu kuna kukatishwa tamaa kukuu. Kukatishwa tamaa kulikuja baada ya kuamini ya kwamba Yesu angekuja duniani mara ya pili mwaka 1843. Hapo ulihubiriwa ujumbe wa malaika wa kwanza. Kuanzia 1842 mpaka 1843, ujumbe wa malaika wa kwanza. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulienda sambamba ama ulifungamanishwa na ujio wa Yesu wa haraka, tena na muda maalum wa kuja kwa Yesu. Yesu hakuja 1843, wakakatishwa tamaa. Ndipo sasa malaika walitumwa kwenda kuwatia shime na kuwaamsha wale ambao baada ya mchujo, wale waliokataa ujumbe wa malaika wa kwanza waliachwa gizani. Wale waliopokea ujumbe kwa juu hawakuwa na misingi ya ujumbe huo, wala hawakuwa na imani thabiti kwa Yesu, nao pia ilibidi wapeperusho, wachekechwa, wawekwe kando. Wakabaki wale waaminifu wachache, japokuwa wamekata tamaa, lakini walitiwa moyo na malaika, wakaendelea kuchunguza. Ndipo ikawapeleka sasa kwenye ujumbe wa malaika wa pili. Ujumbe wa malaika wa pili ukaenda sambamba na wenyewe kwa ujumbe wa kuja kwa Yesu mara ya pili kwa haraka. Iliaminiwa ya kwamba Yesu angekuja duniani tarehe 22 Oktoba 1844. Yesu hakuja tarehe hiyo, kukatokea kukatishwa tamaa kukuu. Hicho ndicho ambacho malaika alisikia. Yohana alisikia sauti baada ya zile ngurumo 7 ikimwambia kwamba usiandike, maana Yohana alielewa. Kwa hiyo alichokielewa ilikuwa ni kukatishwa tamaa kwa kwanza, ujumbe wa malaika wa kwanza, na kwa pili ujumbe wa malaika wa pili ulipomalizika.
Sasa anaposikia sauti nyingine kimwambia, haya, katoa kile kitabu kidogo kwa yule malaika, akakitoa kile kitabu na kikawa kitamu mdomoni. Maana yake uzuri wa ule ujumbe wa malaika wa kwanza, uzuri wa ule ujumbe wa malaika wa pili kuhubiri kwa watu, na kweli walihubiri kwa ujasiri mkubwa, kwa nguvu kubwa, na ujumbe ule ulipewa uwezo na nguvu ya Mungu, na ulifanya kazi yake, na ulikuwa wakati wake hasa wa kuhubiriwa ujumbe ule, na ulikuwa ni ujumbe wa Mungu. Lakini tumboni kikawa nini? Kichungu. Kwa hiyo swala la kukatishwa tamaa ni swala ambalo Mungu aliliplani mwenyewe, Mungu alilipanga mwenyewe. Lengo lake lilikuwa imani yao ijaribiwe. Kwa hiyo katika ujumbe wa malaika wa kwanza kuna mchujo ulifanyika, ujumbe wa malaika wa pili kuna mchujo ulifanyika. Tusome katika kitabu cha ujumbe wa awali, kinatoka UPH 2023, ukurasa wa 270 na ukurasa wa 271. Narudisha Biblia, nachukua kitabu cha ujumbe wa awali. Hiki hapa kama nembo inavyosomeka hapa ni UPH, ni kitabu chetu kutoka Ufunuo Publishing House, ukurasa wa 270. Nabii anasema, niliwaona watu wa Mungu wakiwa na furaha katika mategemeo, wakimtarajia Bwana wao, lakini Mungu alikusudia kuwathibitisha. Ndio ile sasa kwamba kwenye Bible Commentary Ellen G. White anasema imani yao ilipaswa ijaribiwe. Mungu alikusudia kuwathibitisha, kuwajaribu. Hapa anasema mkono wake, nani? Mungu. Mkono wake ulifunika kosa katika hesabu ya nyakati za unabii. Kwa hiyo Mungu aliweka mkono wasione makosa ya tafsiri ya unabii katika kutafsiri nyakati. Kwa hiyo ilikuwa ni makusudi ya Mungu kabisa. Wale wasiojua uzoefu wa imani yetu iliyopita, uzoefu wa marejeo uliopita, ambao hawajui ukweli wa sasa ni nini, ndio hao ambao wanabeza ile tarehe iliyowekwa mwanzo wakati wa kuhubiriwa ujumbe wa malaika wa kwanza, habari ya kuja kwa Yesu 1843. Kumbe Mungu aliweka mkono wake, alitaka kuwathibitisha, alitaka wajaribiwe, afanye mchujo. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza ulipohubiriwa kuna mchujo ulifanyika, ujumbe wa malaika wa pili ulipohubiriwa kuna mchujo ulifanyika, vivyo hivyo ujumbe wa malaika wa tatu unapohubiriwa lazima kuwepo na mchujo. Jumbe hizi tatu lazima zichuje, lazima zichuje, lazima watu imani zao zijaribiwe. Endelea kusoma. Mkono wake ulifunika kosa katika hesabu za nyakati. Wale ambao walikuwa wakimtarajia Bwana wao hawakuligundua kosa hili, na wasingeweza kuligundua kwa sababu Mungu aliweka mkono wake, alifunika wasigundue. Na kwa nini? Ni kwa sababu alitaka kufanya mchujo. Ukurasa wa 271 inasema hivi: wale waaminifu waliokatishwa tamaa, ambao hawakuweza kufahamu ni kwa nini Bwana wao hakuja, hawakuachwa gizani. Baada ya mchujo sasa kufanyika, Mungu anawarudia tena wale waaminifu, maana anawajua walio wake, anajua kusoma mioyo yetu, anaelewa waaminifu ni wakina nani, waliodhamiria kabisa, ambao ni wa kweli, ni genuine kabisa, anawafahamu. Kwa wale waaminifu wakabaki wananungunika, wanasikitika, lakini sio katika hali ya kukata tamaa kiasi cha kupotea kwenye giza. Hapana, bado walikuwa wanajihoji, wakihoji kwa nini Bwana wao hakuja. Hawakuachwa gizani tena, waliongozwa katika Biblia zao wapate kuzichunguza nyakati za unabii. Maana yake walirudi kuchunguza maandiko upya, ili sasa waongozwe na Mungu wapate kuzijua nyakati za unabii. Mkono wa Bwana uliondolewa. Sasa baada ya mchujo kufanyika, lile kundi la waaminifu kubaki wakiwa wanachunguza maandiko waone kosa liko wapi, ndipo sasa mkono wa Mungu ukaondolewa. Sikia sasa, ulipoondolewa ilikuwaje? Ulipoondolewa kutoka katika tarakimu na kosa lile lilielezewa, ndipo akatambua
kumbe tumekosea kidogo, sio kwamba anarudi 1843. Nabii anaendelea kusema, waliona kwamba vipindi vya unabii vilifikia mwaka wa 1844 na kwamba ushahidi ule ule ambao walikuwa wamewasilisha ili kuonesha kwamba vipindi vya unabii vilishia 1843 ulithibitisha kwamba vingeishia mwaka 1844. Nuru katika neno la Mungu iliangaza juu ya msimamo wao, nao waligundua muda wa kungoja. Hapo sasa ndipo tunaanza kuona ujumbe wa malaika wa pili unaanza kuhubiriwa. Na ujumbe wa malaika wa pili ulipoanza kuhubiriwa uliwaongoza watu wajitenge na makanisa yote na wachungaji wote na madhehebu yote yaliyokataa ujumbe wa malaika wa kwanza. Kwa hiyo ule wito wa tokeni kwake enyi watu wangu ukaapply kwenye ujumbe wa malaika wa pili. Kwa mara ya kwanza hapo ujumbe wa malaika wa pili ukahubiriwa, ndipo sasa watu wakajitenga na makanisa yao, wakabaki kundi la Waadventista wanaoamini marejeo ya Yesu tarehe 22 Oktoba 1844. Kundi hili sasa limepatikaneje? Limepatikana kwa kutokana na mchujo baada ya ujumbe wa malaika wa kwanza, mmoja, kukataliwa, waliokataa wakawekwa pembeni, lakini pili, kukatishwa tamaa kule kwa baada ya kutarajia Yesu kurudi 1843 kuliwafanya kufanya mchujo zaidi. Tena lile kundi lilobaki lililopokea ujumbe likachujwa, wale ambao walikuwa feki bandia wakawekwa pembeni, wakabaki genuine. Lakini baada ya kuanza kuhubiri ujumbe wa malaika wa pili, wakaingia na wengine wasio genuine, ilipaswa ufanyike mchujo tena. Mchujo ukafanyika. Ukurasa wa 273 na 274, ujumbe wa awali. Kitabu hiki kinaendelea kusoma. Wakati makanisa yalipokataa kupokea ujumbe wa malaika wa kwanza, walikataa nuru kutoka mbinguni na wakaanguka kutoka katika neema ya Mungu. Walitumaini kwa nguvu zao wenyewe, na kwa kuupinga ujumbe wa malaika wa kwanza walijiweka mahali ambapo hawakuweza kuona nuru ya ujumbe wa malaika wa pili. Lakini wapendwa wa Mungu ambao walionewa waliukubali ujumbe umeanguka Babeli na kuyaacha makanisa. Kwa ujumbe wa malaika wa pili ulitangaza umeanguka Babeli, na haya makanisa yaliyokataa ujumbe wa malaika wa kwanza yakawa yameanguka kwa sababu yamekataa ujumbe wa kutoka mbinguni. Kwa hiyo ilibidi wale ambao wameupokea ujumbe wajitenge na hayo makanisa. Karibu na mwisho wa ujumbe wa malaika wa pili, naliona nuru kubwa kutoka mbinguni ikimulika juu ya watu wa Mungu. Miale ya nuru hii ilionekana kung'aa kama jua. Kisha nikasikia sauti za malaika zikipazwa, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Hiki kilikuwa ni kilio cha usiku wa manane ambacho kilipaswa kuupa nguvu ujumbe wa malaika wa pili. Malaika walitumwa kutoka mbinguni kuwaamsha watakatifu waliokuwa wamevunjika moyo na kuwaandaa kwa ajili ya kazi kubwa iliyokuwa mbele yao. Watu wenye vipaji mno hawakuwa wa kwanza kuupokea ujumbe huu. Malaika walitumwa kwa wale waliokuwa wanyenyekevu, waliojitoa na kuadibisha kupaza sauti wakisema, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Wale waliokabidhiwa kupaza sauti walifanya haraka na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu waliutangaza ujumbe huo na kuamsha ndugu zao waliovunjika moyo. Kazi hii haikusimama juu ya hekima na usomi wa wanadamu, bali juu ya uweza wa Mungu, na watakatifu wake waliosikia tangazo hawakuweza kulipinga. Watu wa kiroho zaidi walipokea ujumbe huu wa malaika wa kwanza, na wale ambao hapo awali walikuwa wameongoza katika kazi walikuwa wa mwisho kupokea na kusaidia katika kuzidi kupaza sauti, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Kwa hiyo Ufunuo sura ya 10 mstari wa 8 mpaka 11 inaelezea kukatishwa tamaa. Kukatishwa tamaa huku ni mara ya kwanza wakati ujumbe wa malaika wa kwanza umehubiriwa, na malaika wa pili ulipohubiriwa tarehe 22 Oktoba 1844 walipotarajia kuja kwa Yesu hakuja.
kukatokea kukatishwa tamaa kukuu. Kwa hiyo kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, kuhubiri ujumbe wa malaika wa pili ni kile kitabu sasa kukila na kukitafuna kitamu kama asali mdomoni. Kukatishwa tamaa ni uchungu tumboni, ni uchungu tumboni. Kwa hiyo tunaona Ufunuo sura ya 10 hapa inajaribu kueleza hoja ile ile ya Danieli 8 mpaka 12. The central theme ya Danieli 8 mpaka 12 ni unabii wa siku 2300. Na ndio maana unaona pale kwenye Ufunuo 10 fungu la 4 zile ngurumo 7 maana yake nini? Nabii anafafanua kwenye Bible commentary, anafafanua kwamba zile ngurumo 7 zinamaanisha matukio ambayo yangetokea kwa utaratibu wake wakati wa utolewaji wa ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili. Tena anasema kabisa kwamba kuhusu Danieli, kuhusu kitabu kidogo. Kwa kile kitabu kidogo ambacho kiliambiwa kwamba nenda kakichukua kwenye mkono wa malaika, na akakichukua akakila, kitabu hicho kidogo kilikuwa na ujumbe wa 2300. Kitabu hicho kidogo ndio Danieli 8 mpaka 12. The central theme yake, ndio mada yake kuu, ni ujumbe wa siku 2300, unabii wa siku 2300. Kwa hiyo hicho kitabu kidogo ndio Danieli 8 mpaka 12. Specifically ni Danieli 8:14 inayotaja kutakaswa kwa patakatifu, kupatakasa patakatifu baada ya unabii wa 2300 kukamilika. Ndipo sasa hiyo inatuleta kwenye tarehe 22 Oktoba 1844. Kwa hiyo Ufunuo sura ya 10 na Danieli 8 mpaka 12 inazungumzia kitu kimoja. Danieli 8 mpaka 12 hatuoni mahali pakielezwa kuhusu kukatishwa tamaa, ila Ufunuo sura ya 10 inaeleza kukatishwa tamaa kukuu, ya kwamba kumbe Mungu alipanga yeye mwenyewe, alifunika mkono wake wasilione lile kosa wakati wa kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, na baadaye wakashindwa, akafunika kosa tena. Hawakuelewa ya kwamba kumbe ilikuwa Yesu sio anakuja duniani tarehe 22 Oktoba anaingia patakatifu mbele ya mzee wa siku. Hicho ndicho kilio cha usiku wa manane. Haya bwana harusi tokeni. Maana yake Yesu anatoka chumba cha patakatifu anaingia patakatifu pa patakatifu. Ukisoma Pambano Kuu sura ya 24, ndani ya patakatifu pa patakatifu ufafanuzi huo unatolewa. Sasa basi, baada ya kukatishwa tamaa huko kukuu, kumbe Mungu kusudi lake lilikuwa kuwapluni ama kuwachekesha wale ambao hawatakiwi, wale ambao ni feki, na kweli mchekecho ulifanyika. Alipobaki na kundi ambalo sasa liko serious, ikabidi sasa Mungu aufunue ukweli wake muhimu, ukweli wa juu, ukweli mkuu wa kuhusu nini? Uwepo wa patakatifu mbinguni. Ndio ujumbe wa patakatifu ukafunuliwa hapo. Kwa hiyo na baada ya ujumbe wa patakatifu kufunuliwa, ilitakiwa sasa waanze kuhubiri ujumbe wa malaika yule watatu. Sasa ukiangalia ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu umepatikaneje? Ni hapa patakatifu katika uhusiano na 2300, ndipo tunapata ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Hilo ndilo jukwaa lililo imara, jukwaa lenye ngazi 3. Hapo ndio tunapata msingi wa imani yetu, na huo ndio unaitwa ukweli wa sasa, ukweli wa leo, the present truth. Ukweli wa sasa, ukweli wa leo. Ufunuo sura ya 10 mstari wa 6. Kwenye skrini yako hapo unaona hilo fungu tumekuwekea. Ufunuo 10:6 inasema hivi: akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Ellen G. White anafafanua fungu la 6 la Ufunuo sura ya 10 kwenye Bible Commentary. Unaona hiyo nukuu kwenye screen yako, Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 971 paragrafu ya 7 kwenye screen yako hapo, nafikiri unaiona. Nabii anasema wakati huu ambao malaika anatangaza kwa kiapo cha dhati sio mwisho wa historia ya ulimwengu huu, wala wakati wa kufungwa kwa mlango wa rehema, bali ni wakati wa kinabii
ambao unapaswa kutangulia ujio wa Bwana wetu. Yaani, watu hawatakuwa na ujumbe mwingine wa wakati maalum baada ya kipindi hiki cha wakati kufikia kutoka 1842 hadi 1844. Hakuna ufuatiliaji wa uhakika wa wakati wa kinabii. Unabii mrefu zaidi unafikia kipindi cha vuli cha mwaka 1844. Hapa naomba niende taratibu ili nifafanue hii nukuu ya Ellen G. White, maana hapa pana upotoshaji mkubwa, na kwa kweli ninaomba Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa vizuri muktadha huu, na kwa sababu kuna pointi ya msingi hapa, ninaomba tuombe tena kwa mara nyingine na kualika tuombe ili tuendelee na ufafanuzi huu. Karibu tuombe. Baba mwema, Ufunuo sura ya 10 mstari wa 6 na mstari wa 7 pana ujumbe muhimu ambapo shetani amepotosha watoto wako kwa miaka mingi. Kuna udanganyifu wa shetani na upotoshaji mwingi. Tunataka ukweli wako ukawe wazi, fahamu zetu zikaangazwa na nuru itokayo mbinguni. Tusaidie kuelewa kilichokusudiwa. Kwa unyenyekevu mkubwa tunakubali sasa kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, amina. Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 971 paragrafu ya 7. Naomba sasa nirudie tena kipengele baada ya kipengele. Kipengele cha kwanza kwenye quotation unaiona kwenye screen yako. Kipengele cha kwanza: wakati huu ambao malaika anatangaza kwa kiapo cha dhati, yani ile Ufunuo 10:6, hapata kuwa na wakati baada ya haya. Wakati huu ambao malaika anatangaza kwa kiapo cha dhati sio mwisho wa historia ya ulimwengu huu, wala wakati wa kufungwa kwa mlango wa rehema. Yaani hiyo Ufunuo 10:6, hapata kuwa na wakati baada ya haya, haina uhusiano na mwisho wa historia ya ulimwengu wala kufungwa kwa mlango wa rehema. Haina uhusiano, bali ni wakati wa kinabii ambao unapaswa kutangulia ujio wa Bwana wetu. Yaani, watu hawatakuwa na ujumbe mwingine wa wakati maalum baada ya kipindi hiki cha wakati kufikia kutoka 1842 hadi 1844. Hakuna ufuatiliaji wa uhakika wa wakati wa kinabii. Unabii mrefu zaidi unafikia kipindi cha vuli cha mwaka 1844. Sasa angalia, jumbe za malaika watatu zimefungamanishwa na onyo la kuja kwa Yesu mara ya pili kuliko kwa karibu sana au haraka. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulipotangazwa, ulipohubiriwa, ulihusishwa na tarehe iliyopangwa ya kuja kwa Yesu mara ya pili, yaani 1843. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza ulianza kuhubiriwa 1842 mpaka 1843. Mungu alifunika kosa. Lengo la Mungu lilikuwa afanye mchujo, awathibitishe watu wake. Ndio sasa zile sauti za ngurumo 7 zilinena, na Yohana akaelewa kwamba ni kukatishwa tamaa. Akaambia usiandike, yatie muhuri, yatakuja kutokea kwa wakati wake, maana Mungu amefunika kosa, halitakiwi kufahamika. Kwa hiyo ilipofika tarehe mwaka huo 1843 Yesu akuja, wakakatishwa tamaa. Mchujo ulikawachuja wale ambao ni feki, ambao sio genuine, imani yao ya juu wakawekwa kando. Wale ambao ni genuine wakawa wanaendelea kuchunguza maandiko, waangalie tumekosea wapi. Ndipo sasa malaika wakatumwa kuwatia nguvu na kuangazia nuru ya mbinguni, wakaelewa. Mungu akaondoa mkono. Alipoondoa mkono, ndipo wakaelewa unabii wa Danieli 8:14, kutakaswa kwa patakatifu kungeanza 1844 tarehe 22 Oktoba kwa kalenda ya Kigregori. Ndipo sasa hapo wakaanza kuhubiri ya kwamba Yesu anakuja tarehe 22 Oktoba 1844. Hapo napo Mungu alifunika kosa wasielewe. Mungu alikuwa na makusudi yale yale ya kuwathibitisha na kuwachuja.
lakini pia alikuwa na makusudia kwamba apate kundi ambalo ndio unique, ambalo ni genuine, ili awape maarifa kamili ya patakatifu pa mbinguni, huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, ili ije kuwa ndio msingi wa imani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa baada ya hapo, ujumbe wa malaika watatu ndipo unatakiwa utolewe. Ujumbe wa malaika watatu unapotolewa, haukutakiwa kufungwa ndani ya muda fulani, ya kwamba baada ya muda fulani Yesu anakuja. Haikuwa kusudi la Mungu tena kwa kipindi hicho. Kwa hiyo hapata kuwa na wakati baada ya haya. Maana yake baada ya tarehe 22 Oktoba 1844 unabii wa 2300 ulipotimia tarehe 22 Oktoba, hapakutakiwa kuwa na unabii wa wakati tena mpaka muda wake utakapofika. Sio kwamba hakutakuwa na unabii wa wakati, mpaka muda wake utakapofika. Kwa nini? Kwa sababu jumbe zote hizi za malaika watatu lazima zihusianishwe na kuja kwa Yesu kwa haraka. Kwa hiyo baada ya tarehe 22 Oktoba 1844 kulitakiwa tu watu waanze kuhubiri Yesu anakuja haraka, Yesu anakuja haraka. Wahubiri jumbe ya malaika wa kwanza, wa pili na watatu, wakijiandaa kiroho. Maana jumbe ya malaika watatu unawataka watakaswe dhambi, wapitie uzoefu wa chumba cha kwanza cha patakatifu, uzoefu binafsi na Yesu, waishinde dhambi, wahesabiwe haki bure kwa imani, wakati wanaenda kuhubiri wakiwa watakatifu. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa wahubiri hivyo tu, lakini kuna muda utakaotakiwa kufika, ndipo sasa ujumbe wa malaika watatu uhusianishwe na muda maalum wa kuja kwa Yesu. Na ndio maana hapa nasema wakati huu, hapata kuwa na nabii wakati baada ya haya. Wakati huu ambao malaika anatangaza kwa kiapo cha dhati, sio mwisho wa historia ya ulimwengu. Yaani hakihusiani na mwisho wa historia ya ulimwengu, kwa sababu tunapofika mwisho wakati utajulikana, kuja kwa Yesu kutajulikana. Lakini pia hakuna uhusiano na kufungwa kwa mlango wa rehema, maana huko mwisho tutajua kufungwa kwa mlango wa rehema kututafahamu. Na ukitaka kulielewa hilo, utusome Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7. Sasa hapata kuwa unabii na unabii wakati baada ya haya. Alafu Ufunuo 10:7 inaanza kwa kusema isipokuwa. Maana yake kulikuwa hilo katazo lina kipindi maalum. Tangu tarehe 22 Oktoba 1844 hawakutakiwa kuweka muda maalum wa kuja kwa Yesu. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanapanga Yesu anakuja baada ya miaka 5, baada ya miaka 20, baada ya miaka 25, walitakiwa wapewe maonyo. Ndio tunazipata nukuu zote za Ellen G. White anapokataza kupanga tarehe. Lakini tunapokuja kwenye Ufunuo 10 fungu la 7 inasema isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Kwa hiyo kumbe huo ujumbe wa malaika watatu wenyewe sio kwamba umeondolewa kwenye kupanga muda wa kuja kwa Yesu. Ila tangu tarehe 22 Oktoba kulikuwa na kipindi ambacho hakikupaswa tena kupanga muda wa kuja kwa Yesu, ila huko mbeleni kuna kipindi ambacho muda wa kuja kwa Yesu utajulikana. Na hapo ndipo sasa ujumbe wa malaika watatu utaanza na wenyewe kuhusianishwa na muda wa kuja kwa Yesu, yaani muda maalum wa kuja kwa Yesu. Tusome kwanza zile nukuu zote ambazo Ellen G. White alikuwa anawakataza watu kupanga tarehe. Naomba niweke hiki kitabu chini, nichukue simu nisome hizo nukuu, maana ninazo kwa simu. Nukuu ya kwanza inatoka Fundamentals of Christian Education ukurasa wa 335. Nabii anasema hivi: hakuna ujumbe wowote ambao unaleta ujumbe wa wakati ulioamriwa kutoka kwa Mungu tangu mwaka 1844. Mungu amefunua mambo makuu na mazito, lakini hakutupa muda wa kutangaza tarehe ya kurudi kwa Kristo. Hakuna mtu anayeweza kujua wakati huo. Watu hawatakiwi kueneza habari za wakati wa kurudi kwa Kristo kwa sababu Mungu hajawapa hivyo. Sasa ukichukua hii nukuu ukaja kuisoma sasa
na wakati tuliofika ndio wakati tu wa Ufunuo 17, isipokuwa maana yake unatumia vibaya nukuu ya roho ya unabii nje ya muktadha wake, na nukuu hizi zinatumiwa na wale wanaopinga ujumbe wa miaka 6,000. Muktadha wake, baada ya tarehe 22 Oktoba 1844 ujumbe wa malaika watatu au kupaswa kufungwa na muda maalum kuhusiana na kurudi kwa Yesu. Maana ujumbe wa malaika wa kwanza ulienda sambamba, Yesu anarudi mwaka fulani. Ujumbe wa malaika wa pili, Yesu anarudi mwaka fulani. Lakini ujumbe wa malaika wa pili ulikuwa unamaanisha Yesu kuingia patakatifu mbele ya mzee wa siku. Baada ya hapo hakutakiwa ujumbe wa malaika watatu ufungamanishwe na muda. Na ndio maana kuna nukuu inayosema ujumbe wa malaika watatu una nguvu kuliko muda unaopangwa. Haukupaswa kufungwa kwenye muda. Nukuu nyingine, Testimonies for the Church Volume 1 ukurasa wa 72. Nimeonyeshwa mara kwa mara kwamba hatupaswi kuweka muda wa kurudi kwa Bwana. Mungu hajafunua jambo hili kwa mwanadamu, usifanye mambo hayo. Na wakati fulani hapa alikuwa anasonda kwa watu maalum ama kwa mtu maalum. Kwa wakati ule alikuwa anapanga muda, huo haukuwa wakati wake. Walitakiwa wapewe maonyo. Nukuu hizi sio za wakati wote, nitakuonesha. Pambano Kuu ukurasa wa 456 kile cha Kiingereza GC. Hakuna mtu anayejua siku wala saa. Hakuna mtu anayeweza kufafanua wakati sahihi. Mungu ameficha hekima yake kwa ajili ya madhumuni yake, ili tuwe kila wakati tayari. Yaani ujumbe wa malaika wa kwanza ulipohubiriwa, wakasema anakuja 1843, Mungu alifunika. Yaani ilikuwa ni kwa mapenzi ya Mungu. Tarehe 22 Oktoba 1844 Mungu pia alifunika, wasielewe ya kwamba kumbe sio kuja kwa Yesu duniani, ila kuja kwa Yesu mbele ya mzee wa siku kuanza huduma ya kupatakasa patakatifu. Lakini kwenye ujumbe wa malaika watatu, Mungu hakupanga tena kuwe na muda maalum wa kuja kwa Yesu mpaka wakati wake utakapofika. Selected Messages gombo la kwanza ukurasa wa 189. Hakuna tena ujumbe unaoletwa kwa watu wa Mungu wa kuhubiri tarehe fulani. Sasa ni jukumu letu kuishi kila siku kana kwamba ni ya mwisho duniani. Haya yote ni maonyo ya kuwaondoa watu kwenye udanganyifu wa shetani wa kuendeleza mwendelezo wa kupanga tarehe. Maana shetani alikuwa anafaidika. Kuna watu wanapochujwa wanawekwa pembeni, shetani anafaidika kwamba amefanikiwa kuwadanganya. Sasa hapa shetani anataka kuzuia nguvu ya ujumbe wa malaika watatu kwa kuwaongoza watu kupanga tarehe. Na Mungu hana kusudi tena la watu kuwa na tarehe maalum. Ndio maana ya Ufunuo 10 mstari wa 6, hapata kuwa na wakati baada ya haya. Sasa angalia, Ufunuo 10:7 inasema isipokuwa. Kwa lile katazo la hapata kuwa na wakati baada ya haya, kumbe lina ukomo. Nini maana ya neno isipokuwa? Nini maana ya neno isipokuwa? Kwa hiyo kuna wakati utafika ambao sasa ujumbe wa malaika yule watatu, wakati huo umeshikamana na ujumbe wa malaika wa pili na wa kwanza, utaenda sambamba na kutangaza muda maalum wa kuja kwa Yesu. Kwa tangu 1844 tarehe 22 Oktoba, ujumbe wa malaika yule watatu haukutakiwa kufungwa na muda maalum, ila inasema isipokuwa. Isipokuwa maana yake sio katazo la milele. Na ndio maana Bible commentary inasema ujumbe huu, sauti ya malaika yule, kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya, haikuhusiana na mwisho wa dunia wala kufungwa kwa mlango wa rehema. Maana yake mwisho wa dunia mwisho wa dunia itafika wakati utajulikana. Lakini pia kwenye kufungwa kwa mlango wa rehema watu watajua. Kutakuwa na kipindi ambacho ujumbe malaika watatu utaenda sambamba na muda maalum wa kuja kwa Yesu. Ndio maana ya Ufunuo 10:7. Sasa nini maana ya neno isipokuwa? Isipokuwa linaunganisha fungu la 6 na fungu la 7. Kwa unaposoma Ufunuo 10:6 usiishie 6 tu, soma na fungu la 7. Isipokuwa. Hiyo isipokuwa maana yake nini? Isipokuwa maana yake nini? Sasa ili tuelewe vizuri, Ufunuo 10:7 inasema isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Sio wakati wa kupigwa baragumu ya malaika wa 7.
wakati malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Ni nini kinachomaanishwa hapo? Huyu malaika wa saba ametajwa wapi? Malaika wa saba ametajwa katika Ufunuo sura ya 11 mstari wa 15 mpaka wa 18. Tusome, unaiona hilo fungu kwenye skrini yako. Ufunuo 11 15 mpaka 18, imeandikwa, malaika wa saba akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Na wale wazee 24 waketio mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao wakaanguka kifulifuli, wakamsujudia Mungu wakisema, tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi, uliyeko na uliyekuwako, kwa sababu umeutwaa uweza wako ulio mkuu na kumiliki. Na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja wa kuhukumiwa kwa waliokufa, na wa kuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na kuwaharibu wao waiharibuo nchi. Ni nini ujumbe hapa tunaopata kwenye Ufunuo 11 15 mpaka 18? Huyu malaika wa saba anapopiga baragumu inaashiria Yesu kutwaa ufalme wake. Hii ni sawasawa na Danieli 12:1, Mikaeli atasimama. Swali, Mikaeli atasimama lini na lini atatwaa ufalme? Ni baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema, ndipo Mikaeli atasimama. Mikaeli anaposimama, Roho Mtakatifu anaondolewa duniani, malaika wanaoshikilia zile pepo wanaziachia, dunia itaingia kwenye giza, na dunia itaingia kwenye machafuko na mauaji. Vita ya tatu ya dunia itatokea. Tunaanza kipindi cha taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa, na hatimaye mapigo saba ya mwisho. Baba anatangaza siku na saa ya kuja kwa Yesu, na hatimaye Yesu atatokea mawinguni, na kipindi cha mapigo saba kinaenda sambamba na taabu ya Yakobo. Sasa na Ufunuo 17 inasema, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari. Maana yake karibia na malaika wa saba kupiga baragumu. Malaika wa saba kupiga baragumu, maana yake Mikaeli anasimama, maana yake mlango wa rehema umefungwa, maana yake Yesu anachukua ufalme. Anauchukua ufalme kwa nani? Anachukua ufalme kwa mamlaka ya upapa iliyokuwa imeponyeshwa jeraha la mauti, imerudia utawala wake wa dunia tena kwa hatamu ya pili, baada ya kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu Marekani, kupitishwa sheria ya Jumapili ya kitaifa Marekani. Kuanzia hapo Ufunuo 11:2 inatuambia kutakuwa na miezi 42, miaka 3.5 ambayo wamepewa mataifa, wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Hiki kipindi cha miaka 3.5 ndicho kipindi cha kabla ya Mikaeli kusimama, cha kabla ya mlango wa rehema kufungwa, cha kabla ya Yesu kuchukua ufalme, kupokonya ufalme kutoka kwa upapa. Kabla ya hapo miaka 3.5, kipindi hiki ndicho kipindi ambacho ndicho kipindi ambacho neno Ufunuo 17 nasema, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari. Yaani ndani ya muda huu miaka 3.5 ama chini yake kidogo, hiki kipindi ndicho kipindi ambacho unabii wa wakati utapaswa uwepo. Ujumbe wa malaika yule watatu utakuwa na nguvu sasa, ukienda sambamba na muda maalum wa kurudi kwa Yesu utawekwa wazi. Na ndio sababu ya ujumbe wa miaka 6,000 ili kuwepo siku zote kwenye Biblia, ili kuwepo siku zote kwenye roho ya unabii. Kwa nini huo ujumbe unafahamika sasa? Kwa sababu huu ndio wakati wa ujumbe wa malaika watatu uende sambamba na muda maalum wa kuja kwa Yesu. Ndio maana tunafunuliwa kwamba mpango wa ukombozi umefungwa katika muda, umefungwa katika wakati, ya kwamba 2031 miaka 6,000 inakoma, miaka 2000 tangu 31 AD Yesu amepaa mbinguni, mpaka 2031 anamaliza huduma yake mbinguni, anatoka kwenye chumba cha patakatifu. Huu wakati unajulikana kwa sababu huu ndio wakati wake. Kwa hiyo ujumbe wa malaika yule watatu utaenda sambamba na ujumbe wa kuja kwa Yesu haraka na muda maalum. Huu ndio wakati wake. Kabla huko nyuma haikuwa wakati wake. Tulikuwa tunacheza kwenye Ufunuo 10 mstari wa 6, lakini sasa tuko kwenye Ufunuo 10:7, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Sasa basi,
ujumbe wa malaika wa kwanza ulienda sambamba na ujumbe wa kuja kwa Yesu 1843. Waliopinga walitumia Mathayo 24:36. Wachungaji waliongoza vita hiyo ya kupinga, na wachungaji hao walitemwa nje na Mungu, walikataliwa na Mungu, wakaenda gizani, mchujo ukafanyika. Ujumbe wa malaika wa pili ulipotolewa ya kwamba Yesu anakuja 1844 tarehe 22 Oktoba, kuna wachungaji walipinga, wakatemwa nje, wakawekwa nje, wakawa shaken out. Ujumbe wa malaika watatu huku mwishoni tunapocheza kwenye Ufunuo 10:7, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Ujumbe huu unakuja sambamba na ujumbe wa miaka 6000 unaotuambia kwamba muda umeisha, 2031 rehema inakoma kwa ulimwengu mzima. Yesu lazima aje atuchukue tuingie mbinguni. Ujumbe huu unapokataliwa, ni wachungaji wanaongoza misheni hii. Wachungaji ndio wanapambana na ujumbe wa miaka 6000. Historia inajirudia. History will repeat itself. Historia inajirudia yenyewe. Kwa ujumbe huu wa miaka 6000 unapokataliwa, kuna watu watakuwa shaken out. Kwa hiyo sio ujumbe wa kawaida. Hiki ni kipindi chake kabisa. Tunapaswa kujua wakati mahususi wa kuja kwa Yesu. Mwaka 2031 sio wa kawaida. Angalia. Ellen G. White anafafanua Ufunuo 10:7, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Katika Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 971 paragrafu ya 9, nabii anasema kipindi cha Injili ni kipindi cha mwisho cha rehema ambacho kitatolewa kwa wanadamu. Wale walioishi chini ya kipindi hiki cha majaribio na majaribu na bado hawajaongozwa kutubu na kutii wataangamia pamoja na wasio waaminifu. Hakuna jaribio la pili. Injili iliyopaswa kuhubiriwa kwa mataifa yote, kabila, lugha na watu wote huonyesha ukweli kwa njia iliyo wazi, ikionyesha kwamba utii ndio hali ya kupata uzima wa milele. Kristo huwapa haki yake wale wanaokubali kumwacha aziondoe dhambi zao. Tunawiwa na Kristo kwa ajili ya neema inayotufanya kuwa wakamilifu ndani yake. Kwa hiyo Ellen G. White anafafanua, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ni kipindi cha miaka 3.5 cha onyo la mwisho cha injili ya milele. Unabii unatuonesha kwamba kipindi hiki kitaanza rasmi baada ya Marekani kupitisha sheria ya kitaifa ya Jumapili. Hapo ndipo chukizo la uharibifu litakuwa limesimamishwa. Hapo ndipo sanamu ya mnyama imepuliziwa pumzi na itanena. Hapo ndipo jeraha la mauti la upapa litakuwa limepona complete kabisa, na ndipo mateso yaanze tena. Sasa hiki ni kipindi cha mwisho cha rehema kwa wanadamu. Katika kipindi hiki tutajua kabisa kwamba baada ya miezi 42 mlango wa rehema unafungwa. Kwa hiyo haiwezekani tukawa na hapatakuwa na wakati baada haya mpaka eti Yesu anakuja hatujui chochote. Sio kweli, sio Biblia, ni uongo wa shetani. Anajaribu kuwafunika Waadventista wasiujue ukweli huu. Sasa swali ni hili, Marekani wamekaribia kiasi gani kutangaza sheria ya Jumapili ya kitaifa? Ziko hatua 4 za kinabii. Hatua ya kwanza, muungano wa utatu, Ufunuo 16, roho tatu zitokazo katika kinywa cha ile katika kinywa cha joka, katika kinywa cha mnyama na nabii wa uongo. Na hapa ni muungano kati ya umizimu, uprotestanti ulioanguka Marekani pamoja na upapa. Uprotestanti ulioanguka Marekani utanyoosha mkono kulivuka shimo na korongo refu, kushikana mikono na Urumi pamoja na umizimu. Muungano huu wa utatu umekwisha kufanyika. Hatua ya pili ni kuundwa kwa sanamu ya mnyama. Kwa mujibu wa Pambano Kuu, kuundwa kwa sanamu ya mnyama ni nini? Kuundwa kwa sanamu ya mnyama ni pale muungano huu sasa wa Urumi pamoja na umizimu pamoja na uprotestanti ulioanguka, ndipo sasa mamlaka ya kikanisa hii itashinikiza serikali ama dola ipitishe kisheria mafundisho yake ya kikanisa.
Hiyo ndio sanamu ya mnyama, na kusema ukweli imekwisha kuundwa, na tunashuhudia kabisa Marekani kuna sheria ya kupitisha, wanapitisha kwenye majimbo mbalimbali amri 10 zibandikwe mashuleni, lakini pia wanapitisha sheria za Jumapili. Jimbo la kwanza la Utah limepitisha tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 sheria ya Jumapili ya kupiga marufuku biashara siku ya Jumapili. Kwa nini tarehe 7 mwezi wa 3? Sheria ya kwanza ya Jumapili duniani ilipita tarehe 7 mwezi wa 3 wakati wa Konstantini mwaka 321. Sio bahati mbaya. Hii nayo sio for coincidence. Hii Mungu ameruhusu ili Waadventista waelewe kwamba muda umeisha. Lakini sio hivyo tu, kuna hatua ya tatu. Hatua ya tatu ni ule mfumo wa kiuchumi wa mnyama, mfumo wa kiuchumi wa mpinga Kristo. Imeandikwa kwenye Ufunuo sura ya 13 mstari wa 16 mpaka wa 17. Mfumo, hakuna kuuza, hakuta kununua. Nani atakayeshinikiza huo mfumo? Ni taifa la Marekani. Nani atakayesimamia ule mfumo? Taifa la Marekani. Tarehe 18 Julai mwaka huu 2025, Rais Donald Trump amesaini sheria inayoitwa The Genius Act kuwa sheria, mswada wa sheria kuwa sheria, kwamba sasa wanaanzisha digital dollar. Umoja wa Ulaya mwezi wa 10 wanazindua, mwakani wanaanza kutumia digital euro. Huo ndio mfumo wa mpinga Kristo utakaowafanya wakazi wa dunia wawajibishwe, walazimishwe, hakuna kuuza, hakuna kununua, mpaka usujudie na ukubali kupokea alama ya mnyama. Hiyo ni hatua ya tatu. Hatua ya 4 ni mchakato wa sheria mbalimbali zinazoelekea kwenye kupitisha sheria ya Jumapili ya kitaifa. Wako kwenye hatua ya 4 inaendelea. Kwa hiyo Marekani wamekaribia mno, na kwa mujibu wa unabii tunaona kabisa kwamba 2027 jubilii ya mwisho duniani inapofanyika, jubilii ya 120, lazima rehema ikome kwa Wasabato, sheria ya Jumapili ipitishwe Marekani, ndipo ianze miaka 3.5. Miaka 3.5 kama vile ilivyokuwa kwa Yesu, amejazwa Roho Mtakatifu mwaka wa 27 AD, miaka 3.5 ikaenda mpaka kwenye kifo chake mwaka wa 31 AD. Hiyo miaka 3.5 itajirudia tena 2027, rehema inakoma kwa Sabato, mlango wa sheria ya Jumapili ya kitaifa Marekani inapitishwa. Watakatifu wale ambao sasa wameupokea ujumbe wa malaika watatu, wameukubali ujumbe wa miaka 6,000 ya kwamba muda umeisha, na wametangaza onyo hili kwa nguvu zote, hao ndio wanastahilishwa sasa, wanaweza. Mchujo umeshafanyika, Wasabato wameshachujwa, wamekataliwa wachungaji wamekubaliwa, washirika wamekataliwa, washirika wamekubaliwa. Ndipo sasa hao watapokea mvua ya masika. Mvua ya masika ni kutuwezesha kufunga historia ya ulimwengu huu kwa injili na onyo la mwisho kwa ulimwengu. Miaka 3.5 wakati tunapoanza kuhubiri ujumbe wa malaika yule watatu pamoja na ujumbe wa malaika wa pili na malaika wa kwanza, tunapopokea mvua ya masika, ndipo sasa malaika wa Ufunuo 18, malaika wa 4 anakuja naye kuungana na jumbe za malaika hao watatu na kutoa onyo la mwisho kwa ulimwengu katika kilio kikuu, yani sauti kuu, onyo la mwisho kwa ulimwengu. Rehema inafungwa, Mikaeli anasimama. Sasa tuko kwenye kipindi hiki cha Ufunuo 17, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Ndicho kipindi hiki chenyewe. Bado leo mtu anasoma nukuu ambazo hazituhusu kwetu leo. Nukuu za Ufunuo sura ya 10 mstari wa 6. Ufunuo 10 mstari wa 7 inawekwa pembeni, na wanaofanya hivyo ni wachungaji. Waliwahi kufanya hivyo wachungaji wakati ule wakitumia Mathayo 24:36, hatujui siku wala saa. Leo wachungaji wanatumia hivyo Mathayo 24:36, hatujui siku wala saa, wakati Ellen G. White amefafanua kwenye Pambano Kuu nini maana ya hatujui siku wala saa. Maana yake ni siku na saa mahususi ndio ambao hatuijui. Na Pambano Kuu ukurasa wa 527 UPH 2024 na hata UPH 2023 inasema Baba atatangaza siku na saa. Baba hatangazi mwaka, anatangaza siku na saa, ndio ambayo tumefichwa, lakini wakati wa kuja kwa Yesu umefunuliwa wazi. Hakuna mahali ujumbe wa malaika wa kwanza ukahubiriwa usihusianishe na kuja kwa Yesu kwa haraka. Ujumbe wa malaika wa pili usihusianishwe na kuja kwa Yesu haraka. Ujumbe wa malaika wa tatu kulikuwa na utaratibu wa Mungu, hakutakuwa na wakati baada ya haya. Alafu pia muda wake ukifika, ndipo Ufunuo 17 inasema isipokuwa, ndipo sasa inarudi tena kwenye ile uzoefu ule wa ufunuo wa unabii, ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili. Ndipo sasa kutakuwa na muda maalum utakaojulikana, na kitakachotujulisha muda maalum wa kuja kwa Yesu umekaribia ni nini? Unabii wa miaka 6,000.
umefungamanishwa, mpango wa ukombozi umefungamanishwa katika unabii wa miaka, ujumbe wa miaka 6,000. Kwa hiyo ukweli wa sasa ni nini? Jukwaa lililo imara ni nini? Ni mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2,300, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Ndani ya miaka 6,000 tunapata hayo yote, tunayapata hayo yote. Kwa hiyo ujumbe wa miaka 6,000 ni sehemu kabisa ya ukweli wa sasa. Hilo ni jukwaa letu imara, jukwaa lenye ngazi 3, limejengwa na Mungu mwenyewe. Yesu anakaribia kurudi, muda umeisha. Muda umeisha. Kwa hiyo unabii wa wakati mara zote umeambatana na jumbe za malaika watatu. Ujumbe wa malaika wa kwanza ilitangazwa Yesu anarudi 1843, na Mungu alikusudia, alifunika kosa, na ulikuwa ni ujumbe wa Mungu na kwa makusudi ya Mungu, haukuwa ujumbe wa shetani. Ujumbe wa malaika wa pili tarehe 22 Oktoba 1844, Yesu anarudi, Mungu alifunika kosa, ilikuwa ni kwa makusudi yake. Anafanya mchujo, anachenjua, anapembua, anatikisa, anachekecha, anawatoa wasio stahili, ambao sio genuine. Ujumbe wa malaika watatu unapokuja, Mungu akatoa kanuni, Ufunuo 10 mstari wa 6, hapatakuwa na wakati baada ya haya. Ndipo nabii anaanza kuwaonya watu ya kwamba unabii wa ujumbe wa malaika watatu una nguvu kuliko muda maalum. Ujumbe wa malaika watatu haupaswi kufungwa kwenye wakati maalum. Ndipo anatoa maonyo ya kwamba hakutakuwa na wakati baada ya kipindi hiki cha 1842 mpaka 44. Lakini unapokuja kwenye Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7 inasema isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7. Maana yake unabii wa wakati utaambatana tena na utolewaji wa ujumbe wa malaika yule watatu. Na kabla hatujaanza kuutoa ule ujumbe wa malaika watatu kwa ulimwengu, lazima ujumbe wa malaika yule watatu umefungamanishwa na wakati maalum wa kuja kwa Yesu, utatolewa kwanza kwa kanisa la Wasabato, ili ujumbe huo ukawachekeche Wasabato, ukawapembua Wasabato, ukawachekeche wachungaji, ukawapembua wachungaji, wawe sheke na watu wengine wathibitishwe. Wale ambao Mungu hakuwaita kwenye uchungaji watatemwa nje. Wale washiriki ambao ni washiriki feki, ambao hawana msimamo kwa Kristo, watakuwa shaken out. Watabaki wale pure, the genuine kabisa, ambao ni cream. Ndio hawa ambao sasa wamepata ushindi wa dhambi, wamesimama imara wakati wa hukumu ya upelelezi, wamepitia uzoefu wa chumba cha kwanza, wana ushirika binafsi na Yesu, wamemfuata Yesu aliko kwa imani, wakiwa washindi wa dhambi, wamefunikwa kwa haki ya Kristo. Hao ndio watajazwa mvua ya masika. Kwa ujumbe wa malaika huyu watatu, tuko kwenye kipindi cha isipokuwa. Ufunuo 10:7, lengo lake ujumbe huu ni kuwachuja Wasabato, kuwapembua Wasabato, kuwachekecha Wasabato, ili wapatikane wale ambao ni cream kwa ajili ya kulibeba onyo la mwisho kwa ulimwengu. Ujumbe huu ukipuuzwa, utakwenda na watu. Onyo hili likipuuzwa, litakwenda na watu. Kanuni ya Mungu ni ile ile siku zote. Namna anavyoshughulika na wanadamu ni hivyo hivyo. Pambano Kuu sura ya 19 nuru gizani, paragrafu ya kwanza ukaisome. Mungu anashughulika na wanadamu vile vile. Uzoefu uliopita una masomo makubwa kwetu, yanayotokea leo kwetu yana uhusiano na yaliyopita katika historia ya kanisa. Kwa hiyo hakuna jipya chini ya jua. Yaliyokuwako ndio yanayokuwako, yanayotokea yalishawahi kutokea. Kwa hiyo historia inajirudia yenyewe. Ujumbe huu, ujumbe wa miaka 6,000, ni ujumbe wa onyo na ni ujumbe wa kuwachekecha Wasabato. Nenda kamuulize Mungu kwa maombi, akuthibitishie huu ni ujumbe wa kwake ama sio wa kwake. Kama akikwambia ni wa kwake, simama na imeandikwa. Asikupoteze mtu. Usiupinge ujumbe wa miaka 6,000 kwa sababu wachungaji wanaupinga. Usiupinge kwa sababu wasomi wanaupinga. Upinge kwa sababu una uhakika ya kwamba hivyo ndivyo Bwana amekwambia, sio ujumbe wake. Ndugu zangu, tuchague kuwa Beroya. Tunaishi katika kipindi cha hatari na kutia shime. Rudi kachunguze mwenyewe. Mungu na atusaidie kwa jina la Yesu, amina. Kabla tujahitimisha, basi tuombe. Baba, katika namna ya mguso wa Roho Mtakatifu, peke yako waweza kusadikisha, waweza kufafanua, waweza kufundisha akili iliyo dhaifu, iliyochoka kabisa na dhambi na masumbufu ya maisha haya.
Nimefanya sehemu yangu kama ulivyonituma. Sasa imebaki sehemu yako, wasaidie watoto wako. Nilipokosea nisamehe, nipatie uwezo tena wa kuendelea kulisema neno lako. Sifa na utukufu zikurudie, kwa jina la Yesu, amina.